ninakiona ambacho kimetangazwa ni batili, mimi nasubiri mamlaka ya juu yangu ndio itakayotoa maamuzi ya mwisho kwenye jambo hili. Kwa sababu siwezi kuzungumzia sana jambo ambalo naona ni batili kabisa kabisa kwa mujibu wa katiba. Ni batili kabisa. Kufika Matema kule kulikuwa na mkutano wa hadhara. Wakashangaa huyu mwenyekiti anamshawishi mwenyekiti wa mkoa mtangaze Mwisango kwamba tumemsimamisha uenezi. Kisa kwa nini mimi ninamtambua Job kuwa katibu? Shida ilikuwa ni hiyo. Imeanzia Matema. Mimi bana mpaka sasa ni katibu mwenezi. Hii nayokupa. Hii ni Pinda Online TV. Nyuma kamera director lakini mtangazaji wako Boniface Mwampondele. Na leo tumemtembelea aliyekuwa au mwenezi wa Chadema ambaye ilitoka tamko jana kwamba amefukuzwa wanachama au amevuliwa wanachama. Na leo tuko naye hapa, atajitambulisha majina yake na atatueleza kwamba ameipokeaje wakati anasikia anatangaza mwenyekiti kwamba umetolewa wanachama, lakini pia na kwamba alikataa kufanya kazi na karibu wenyekiti watatu waliopita awamu zote za ndani ya wilaya ya Kyela. Karibu mwenezi, jitambulishe majina yako. Asante sana mtangazaji wa Pinda Online TV, na nikushukuru sana kwa kunitembelea. Mimi kwa jina naitwa Donald Lukaga Mwisango, maarufu kwa jina la Ntugwanongo wa Sauti ya Radi. Na Sauti ya Radi kweli kweli, na ndio maana tukio linalomhusu Mwisango limetikisa nchi nzima. Na ni kweli wamegusa mwamba wa siasa Kyela. Kwa hiyo najivunia hilo kwamba ningelikuwa mtu mdogo mwepesi. Ndio. Yani wakati hii kwanza habari isingetembea. Lakini ni vizuri. Unajua ukiwa mwanasiasa hata kama huna kitu chochote, ukiwa mwanasiasa wakati wowote ule unajisikia furaha. Maana ndio chakula cha siasa ni kuzungumza, kuonana na watu, kuwasiliana na watu wengine, kushawishi na kuwafanya waamini pale ambapo wanasumbuliwa, wanateseka, wanadhulumiwa haki zao. Unapowaelekeza waamini kwamba kweli tunasumbuka, tunateseka kama taifa letu linapoteseka, na ndicho ninachosimamia mimi. Kwa hiyo ndio maana najiita Sauti ya Radi. Nikilindima taifa zima linasikia. Lazima taifa lipasuke. Lazima. Kwa hata habari taifa limetikisika. Limetikisika kwa sababu wanajua mtu yani wamemsema mtu muhimu Kyela. Ndio. Mtu muhimu sana. Sijisifii tu. Kwani mimi si ni Mwisango tu. Lakini ukimwangalia Mwisango acha. Nenda kwenye majukumu anayoyafanya ya kisiasa ndio utajua huyu anayejiita Ntugwanongwa Sauti ya Radi ni nani. Na kwa tafsiri nyingine, kwa sababu hili linakwenda hadi taifa, maana yake Ntugwanongwa kichwa cha habari zozote zile zinazohusu jamii. Ndio maana najiita hivyo. Asante. Jana tumemsikia mwenyekiti kwamba ametangaza jana kwenye vyombo vya habari kwamba umevuliwa wanachama. Kwanza ulipokeaje mwenezi? Kwanza nimeipokea kwa kushangaa. Kwa sababu hii ni taasisi. Ndio. Na kama hii ni taasisi kuna namna yake, kuna utaratibu wake. Ndio. Nafikiri hapa unaona hii ni katiba. Ukienda kanisani imani yako inasimama kwenye Biblia. Ukienda kanisani. Ndio. Usiende kinyume na yaliyomo kwenye Biblia. Unaona Ndio. Ukienda kinyume na masuala ya Biblia kanisani, wewe utaitwa muasi na utaitwa wa shetani manake. Maana ukiwa kanisani tunayepambana naye ni shetani. Ndio. Na tukiwa kwenye siasa tunaye wanasiasa wa vyama vingine vya upinzani, shetani wa taifa hili ni CCM. Ndio shetani wa taifa hili. Kwa hiyo tunapohubiri habari ya kuwaongoa watu kutoka Chama cha Mapinduzi ni kutaka waione angalau siku moja waje waione neema ya taifa lao. Unakuona kile tunachozungumza sisi. Kwa hiyo ninaposhika hii katiba
Huu ndio mwongozo wa chama Ndio. cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Yeyote anayekiuka hii anachokifanya ni batili. Ukienda msikitini, kuruhani, ndio kiongozi mkuu wa Waislamu. Ukienda tofauti na ile, wewe ni wa shetani. Yaani vivyo hivyo. Ukienda bungeni kama unakwenda kinyume na katiba, basi yani wewe utaonekana sio mzalendo wa taifa hili. Kwa hiyo mimi kama mzalendo wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, naihubiri katiba inayoniongoza kafanye nini ili jamii ya Watanzania ione tofauti kubwa iliyopo na chama kinachotawala na Chadema inayowapigania Watanzania. Kwa hiyo ninaamini, kwa hiyo nikisikia hiyo iliyo kinyume na katiba hii, ninaona tu kwamba haya ni mauzauza. Ndio. Asante. Umefukuzwa sasa. Wewe neno lako wanataka kukusikia wananchi. Of course, hili jambo nimelisikia. Ndio. Nimelisikia na kupitia chombo chenu wenyewe. Nimelisikia kwamba huyu mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Kyela anaitwa Victoria Swebe. Ndio. Ametangaza kutuondoa kwenye mamlaka zetu za kiuongozi viongozi 6, nikiwemo mimi, katibu wa chama wilaya, mimi katibu mwenezi wa wilaya, mtunza hazina wa wilaya, mwenyekiti baraza la kina mama wilaya, mjumbe wa mkutano mkuu wilaya, na mjumbe wa kamati tendaji ya wilaya. Watu 6 tumeondolewa kwa nafasi zetu. Yaani mimi naweza kusema kama wamefuata katiba, wakati mwingine naweza nikasema katiba hii ndiyo itakayotuongoza sisi kuiona haki yetu iko wapi. Lakini kama wameenda kinyume na katiba hii niliyoishika, tunayoihubiri wao na mimi na yeye huyo mwenyekiti, atakuwa amepotoka sana na atakuwa hajatukosea sisi aliyotutangaza, atakuwa amekikosea chama kizima mpaka taifa. Atakuwa amemkosea hata Tundu Lissu ambaye saizi mwenyekiti wetu taifa anapigana kuwaunganisha wanachadema kuelekea hatua zote zilizoko mbele yetu ambazo ni za kuwapigania Watanzania kwa haki. Kwa sababu kama tunaihubiri haki wanachadema, alafu kuna kiongozi mmoja ndani ya Chadema hafanyi haki, anafanya madudu kama haya ninayoyaona leo, atakuwa batili kabisa na katiba ya chama chetu. Kwa hiyo chama kitachukua hatua kwa mtu aliyekosea hii. Kwa nini nimesema hivyo? Mimi ni kiongozi wa chama wilaya, na mpaka hivi ninapozungumza nasema ni mwenezi wa Chadema wilaya. Na wakati mwingine mtu anaweza akasema, kwanza kwa nini aendelee kujisema mwenezi? Hata mwanachama mwingine yote wa Chadema ni mwenezi wa chama chake. Maana yake ukiwa muumini wa kanisa unafanya kazi ya uinjilisti kwa sababu ya kuwaongoa watu wengine. Haijalishi wewe hujawa na cheo huko, lakini unashawishi wengine waje kwenye kanisa lako. Kwa hiyo hata mwanachadema yeyote ambaye hana cheo bado ni mwenezi wa chama cha Chadema. Kazi yake ni moja tu, kuwafahamisha Watanzania popote alipo kwamba tunachoendeshwa ni batili, usahihi huko hivi, na ndivyo tunavyohubiri. Kwa hiyo huyo anayefikiri amemuondoa Mwaisango, mimi nasema bado ni mwenezi wa Chadema wilaya ya Kyela. Tena naongea kwa ujasiri mkubwa, kwa sababu furaha niliyo nayo, nina mwenyekiti mahiri ambaye taifa wakati anachaguliwa, anapitishwa, lililindima. Tuna mtu wa kipekee katika dunia ya sasa. Pamoja na kwamba Watanzania hatutaki kuwa wa kweli, kusema ukweli kwamba nchi yetu ina tunu ya ajabu ya kipekee
aliyoiweka Mungu inapaswa iandikwe ni Tundu Lissu. Tembo anakufa kwa risasi 2 tu. Boko anakufa kwa risasi 1 tu. Mamba anakufa kwa risasi 2 tu. Akawe binadamu risasi 16 zinaingia mwilini, zinachakaza, anakuwa hai. Kwa nini tusiwe na hofu ya Mungu? Leo tunafanya ya kijinga kama haya. Kwa hiyo imani yangu ni hivyo kwamba tuna mtu mahiri mbele, tusimuaibishe kwa kufanya madudu haya. Anapokuja Kyela aje kuhangaika na madudu haya ya kijinga kama haya, ya kusema nimemuondoa fulani ambaye amechaguliwa na mkutano mkuu halali, sio ya kubumba bumba. Unabeba wanachama wa kawaida unasema nina mkutano mkuu, unapika wali. Hivi chama chetu hizi tumesikia sera ya Chauma. Chauma anasema wao ni watu wa ubwabwa. Chadema sio watu wa ubwabwa. Kwani hela hizo za kupika wali, kuwapikia wali na kuwanywesha vya kunywesha zimetoka wapi? Nani atazitoa? Kama zinatoka kwenye Chama cha Mapinduzi, nani atajua? Sisi tunafadhiliwa na Chama cha Mapinduzi mpaka tupikiwe ubwabwa. Kwa nini? Kwa hiyo naweza kusema kwamba mimi ni mwenezi na naheshimu yaliyomo kwenye katiba ambayo yananiagiza hivi kwa kiongozi yeyote wa wilaya. Kama liko jambo tukapishana sisi tulioko kwenye ngazi ya wilaya ya majimbo, ngazi yetu ya kinizamu iko kwenye mkoa. Sasa mimi taarifa zangu za ngazi ya mkoa kwamba nimefanya hiki, nimeharibu hiki, basi zingetangazwa. Hazipo. Kwa hiyo nawaambia waandishi wa habari, mtamuuliza katibu wangu wa wilaya kama kuna mitasari, kuna taarifa zozote za vikao tumewahi kuzungumza, basi zikapelekwa ngazi ya juu, wakachakata, nikaitwa, nikaelezwa matatizo yangu, nikajitetea. Hakijatokea kitu kama hicho kwa mujibu wa katiba hii. Sasa mtu anaibuka tu, amelala tu, anaibuka tu, anasema fulani simtaki, fulani lazima tumuundie zengwe, lazima tumuondoe. Unamuondoa mtu kama Mwaisango, labda watu wasiwaje watu wa namna gani? Mimi nakwambia hata ndege wa vijijini wananijua kwa namna nilivyofanya kazi ya Chadema wilaya ya Kyela. Mahala popote hakuna siyenijua, na sijajulikana mimi kwa nafasi yangu tu, kwa sababu ni Mwaisango, ni mtoto wa machifu Bujonde. Hapana, ni kwa sababu ya Chadema. Na ndio maana watu hapa wamekufa. Leo tunashuhudia kina Tundu Lissu ambao Mungu amesema hawa uwe ushuhuda katika taifa la Tanzania. Wako hai, lakini wako waliopoteza maisha. Wako waliovurugiwa ndoa zao kwa ajili ya masuala, wamevurugiwa biashara zao. Kuna vilema. Kwa nini tunafanya haya? Kwa faida ya nani? Tunafikiri kufukuzana ndio kukiendeleza chama. Kwa nini? Inasikitisha sana. Kwa hiyo mimi hainifedheheshi tu mimi, inakifedhehesha chama wilaya ya Kyela ambacho chama kimetulia. Ninamshangaza na huyu mwenyekiti wa chama huyo. Wakati tunapambana na chaguzi hizi kule taifa, yeye alikuwa mlengo wa Mbowe. Kwa hiyo anakuja Kyela anatia pizza wote hawa walioko kwenye mlengo wa Mbowe wa Tundu Lissu, sitafanya kazi nao. Unajua mimi nafahamu chaguzi wote Chadema tusingeweza kuwa upande mmoja. Ni lazima mwingine alimshabikia Mbowe, mwingine alimshabikia Tundu Lissu. Huu ni kawaida, ni demokrasia. Na sisi tumeifanya demokrasia ya kimataifa kabisa iliyofanyika. Baada ya uchaguzi watu mnarudi, mnataniana, wewe ulikuwa hivi, mimi nilikuwa hivi. Sasa imekwisha, aliyepita ni wa Chadema, ni wa kwetu. Sasa huyu mama ametoka huko, amekuja Kyela, anasema waliomshughulikia hawakuungana na mimi kuwa kambi ya Mbowe, wote nitawamaliza kwenye chama hiki. Sasa ukichukulia katibu ndio huyo anamvua ukatibu. Aliyekwenda kumchukua ni yule hata kabla hajatangazwa huyu katibu alikuwa anamkataa. Yaani huyu katibu ambaye tunaye alikuwa anamkataa baada ya kutoka kwenye uchaguzi. Huyu bado hajapitishwa jina lake kwenye usaili kule makao makuu. Anamkataa. Tumeenda msiba wa Ipinda. Msiba wa Ipinda anamkataa kupewa kiti asikae hapa. Mtu aliyechaguliwa kwa kura nyingi sana
alipitishwa kwa kura karibu 170 na aliyeshindwa alipata kura 60 na leo kwenye mkutano wake huo, baada ya kutuondoa sisi, anakwenda kumpachika kuwa katibu wa wilaya. Mambo ni ajabu kabisa, bila usimamizi wa mkoa wala usimamizi wa kanda wala usimamizi wa kitaifa. Sio kuona. Ndio maana nimesema katiba hii itamhukumu Mwaisango, itamhukumu na aliyetangaza kuvua wenzake bila utaratibu. Mtu yeyote mwenye makosa, kuna taarifa zinaanza chini. Lakini vile vile mimi kuniondoa wanachama, lazima upeleke ushawishi kwenye tawi langu. Siondolewi kiolela mimi. Mimi niko kwenye ngazi ya juu. Mimi ni ngazi ya wilaya. Huwezi matatizo yangu uliyoyaona kwenye kamati ukayapeleka kwenye kata. Unatakiwa uyapeleke ngazi ya mkoa. Mkoa ndio useme tunakuja kusimamia. Sasa ninyi waandishi mlikuwepo kikao kile. Mliona uwakilishi wote wa mkoa? Hakukuwa na uwakilishi wote wa mkoa. Baraka za kikao hicho zilitoka wapi? Zilitoka wapi? Kwa hiyo wakati mwingine tunaweza kusema chama sasa kinawajibika kwetu sisi viongozi kutufundisha, kupata semina mbalimbali za kimaadili ili tujue wajibu wetu na mipaka ya uongozi ndani ya chama chetu. Kwa mfano, mimi ni mwenezi. Mwenezi katiba inasema ni mtoa maoni mbalimbali kwa jamii, ambayo sio lazima niombe kwa mwenyekiti. Hapana. Yanayopaswa nizungumze kutokana na mwenyekiti ni vikao vya kamati. Lakini maoni ya kukisemea chama changu ya kila siku, ni wajibu wangu kukitengenezea njia safi chama changu, nikihubiri wakati wowote. Nitakuwa mwenezi wa ajabu sana ambaye nasubiri kusema mpaka niambie mwenyekiti. Nitakuwa mwenezi wa ajabu sana. Ila yako mambo ya ndani ya chama yanapotoka nje, sipaswi kuyazungumzia bila ridhaa ya mwenyekiti na katibu kwa mujibu wa katiba. Lakini imesema kwamba nitazungumzia mambo ya ndani ya chama, kuyatoa nje kwenye vyombo vya habari yale nitakayopewa na katibu akishauriana na mwenyekiti. Lakini nimesema na kutoa maoni kwenye vyombo vya habari yanayohusu jamii. Sasa yanayohusu jamii hayasubiri vikao vya chama. Jamii wakati wowote iko kwenye matatizo ambayo tunatakiwa tuwasemee. Mimi nitaenda msibani, nitakisemea chama. Nitaenda kwenye makusanyiko yoyote, nitakisemea chama. Nitaenda ni kanisani, nitakisemea chama. Mahali popote nitakisemea chama, ili chama changu kiwe na nafasi kubwa kwenye jamii. Tulisimamishwa sisi kutofanya siasa na mwenda zake. Tuliposimamishwa tukashindwa kufanya kazi. Mimi kama mwenezi wilaya ya Kyela nilianzisha mchakato wa kuhakikisha kila msiba tunakanyaga kwa ajili ya kwenda kuwafariji watu, ili kukitangaza chama chetu. Kama watu walikuwa waelewe, tulikuwa tuendi tunakitangaza chama kwamba kipo mahali popote, kipo. Kuna klipu mbalimbali mimi nimevamia hadi misiba ya CCM ya madiwani wa kiserikali, nikafanya mambo yangu. Nyinyi wenyewe mnafahamu, waandishi wa habari, mambo niliyokuwa nayafanya. Chama changu kinatangazwa pale, kinapigiwa makofi makubwa. Mimi nimeshiriki mpaka kwa kwenda kwenye msiba wa dada yake Generali Mwamnyange. Chadema imekwenda pale, imepewa heshima kwa mkuu wa majeshi mstaafu. Nimekitangaza chama pale Chadema. Hivi sasa Chadema itakwenda kujitangaza wapi? Mikutano ya hadhara alizuia mwenda zake. Kila kitu alizuia. Tukikusanyika ndani anatuzuia. Nikasema ngoja nipenyeze kwenye maeneo hayo, tuone kama na maeneo hayo nitakwenda kuzuiwa. Nilikuwa naingia huko, tunafanya. Watu wanasema hiyo ndio Chadema. Chadema ni chama kinachojiunganisha na jamii. Mahali popote tutapenya kama mafuta ya taa, ili kuhakikisha ujumbe wa Chadema unawafikia Watanzania.
Tuna jambo moja tu, kulikomboa taifa. Watu hawaelewi, wanasema wako huru. Huu sio uhuru, huru mambo leo. Tunatafuta uhuru wenyewe wa Tanzania. Chadema itakapoingia madarakani watakuja kuona matunda yake. Na kama kwa kiongozi wetu tulie naye mpaka mafuta, maana wanaposema mpaka mafuta, yani kuna wengine wanasema watakatifu, basi Tundu Lissu yuko sehemu ya watakatifu, kwa sababu risasi 16. Wajiulize sana watu, aliyeponya ni nani? Aliyeponya ni nani? Risasi 16 ni Mungu. Sasa unayeshindana na Mungu utakiona, kwa sababu Tundu Lissu ni mpango wa Mungu, sio wa kwetu sisi wanadamu. Wanadamu tutachelewa sana, lakini Mungu anawahi. Kwa walio wake, na wao watawahi kuelewa Tundu Lissu katika taifa hili yupo kwa kusudi gani, kusudi la kuwakomboa Tanzania. Kwa hiyo niwathibitishie waandishi wa habari, mimi ni mwenezi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, wilaya ya Kyela. Vinginevyo mamlaka ya juu yangu wanapoyasikia haya, watakapokuja hawa ndio watachukua maamuzi yoyote ya kikatiba ambayo sisi tutakuwa hatuna mamlaka yoyote. Kuna kitu wanajidanganya, wanasema Mwaisango, sisi tulikaa kwenye mkutano mkuu tumemuondoa tuliowachagua. Yani nitolee mfano, Ipinda walikuja wanachama zaidi ya 25. Kwa maelezo ya katibu wao kwamba mle kama ungelikuwa ni mkutano halali mkuu, mkutano halali mkuu, nilikuwa na wajumbe 9. Lakini wengine wote hao walipiga kura. Sasa mkutano mkuu si unafuata wajumbe bwana? Katiba gani nasema kwamba unachukua tu watu huku na kusanya unawapikia wali, alafu unasema huu ndio mkutano mkuu? Kwanza ni fedha. Ni kutuaibisha chama cha Chadema kwamba labda majumbani mwetu hatuli, tunategemea kuja kula chakula hicho na kufanya mambo ya ovyo. Haiwezekani. Ni lazima tuheshimu. Taratibu zipo. Hata kama ni chakula watu mnachanga, watu wanasema jiongeze wewe mwenyewe na sisi tutakuongeza. Mnajichanga, kama kuna mdau anaongeza nguvu, mnafanya mambo yenu. Na ndivyo tulivyo. Leo wanawaambia njooni kwenye mkutano, mnabeba watu barabarani, kutakuwa na wali. Mambo ya wapi hayo? Kukiaibisha Chadema. Chadema ina njaa ya namna hiyo. Kwa hiyo ninazungumza kwa ujasiri kabisa. Niwaombe wana Chadema popote walipo taifa zima, wakati wa kushikana kama mnyororo wenye nguvu, mloloro wa chuma cha pua ni sasa. Tuelekeze akili yetu yote kwenye no reform, no election. Haya ndio tusimame nayo. Tone tone ndio mambo ya msingi kwa ajili ya kukichangia chama. Tukiwajibika kwa haya, tutajionyesha kuwa wazalendo wazuri wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Lakini tukifikiri kufukuzana, kutukanana, kutwezana, tukiwa viongozi, hakutasaidia. Leo unapeleka gari za kubeba watu kisa waje wamuondoe Mwaisango. Upike wali kisa waje wamuondoe Mwaisango. Haitatufikisha popote. Na taifa zima tukiwa na viongozi wa namna hii, basi Chadema tunaichelewesha kufikia kwenye malengo. Tunaichelewesha. Kwa mfano Kyela hapa, mwandishi, unaanzisheje vurugu kama hizi? Wasira anakuja hapa. Sio anakuja lini? Sio kesho kutwa, sio lini. Anakuja Wasira hapa. Wa chama, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Unamtengenezea hoja ya kuja kukisema Chadema. Tumeshuhudia haya. Tunaelekea serikali za mitaa. Serikali za mitaa. Kilichotokea, mwenyekiti hataki ushirikiano wa kufanya shughuli za serikali za mitaa. Huko anasema hataki kufanya kazi na mimi. Waulizeni wanachama huko, nilikuwa naandaa semina za kuwafundisha wanachama wetu na viongozi mbalimbali kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa. Nimefanya mkutano mkubwa tarafa ya Unyakyusa, kata ya Ngonga, kata zote za kule. Tumefanya pale. Huyu mama alikuwa anapinga, nazipigia simu kata, msiende. Mimi sijui kitu kama hicho. Hujui kitu kama hicho? Wewe ukae nyumbani, hutaki. Sasa muulize wanachadema wote wilaya ya Kyela, wapi ameshiriki kufanya mikutano ya kampeni ya serikali za mitaa? Ni wapi? Amekuja Mbowe hapa, kuna mdau ametoa fedha na kufanya mikutano miwili. Ufanyike mkutano Ipinda, ufanyike mkutano Kyela mjini. Hizo fedha